Karibu Tabora, karibu Toronto. Kitu ambacho nilitaka kusema kwamba vijana wengi kwanza hawana elimu ya ndoa. Wanaingia kwa muhemko tu wa miili zao. Jambo la pili, wamekuwa hata katika ile mihemko sasa ya miili yao, wamekuwa wakiweka maneno ya udanganyifu. Wanapenda sana kudanganya, kusema uongo. Unajua, unapoenda labda kumsemesha mke unayetarajia kuwa mke wako, kwa nini umsemee uongo? Kwa nini umdanganye? Na watu wengi wanapodanganya hawajui kana kwamba itafika mahali yule mtu vile vitu vitakuwa vinamuumiza kwenye moyo. Kwa mfano, labda mtu anasema mimi kwetu tuna gorofa, labda mimi kwetu tuna gari, na inawezekana kweli anaazima gari, anakwenda kwa mchumba wake akiwa na gari, lakini ile gari ameazima. Labda inawezekana hata nguo ameazima. Sasa mwisho wa siku yule mtu atakapogundua kwamba hivyo vitu sio vya kwako, humiliki wewe, umemdanganya, yule mtu lazima atafika mahali pa kukata nini? Tamaa. Na ndoa nyingi zimekuwa na mambo hayo sasa ya kudanganyana. Kwa hiyo inafika mahali, au wakati mwingine ahadi ambazo wewe huwezi kuzifanya. Ahadi unamwambia mtu, mimi nitakununulia labda hata kapikipiki, labda nitakutoa au nitakupeleka Ngorongoro, nitakutoa au labda Mikumi. Labda nijifanyie mfano mimi mwenyewe. Mimi nilishawahi kuahidiwa mwaka 90, nakumbuka ilikuwa na 8. Nikaambiwa kwamba nikimaliza chuo nitakupeleka Mikumi. Lakini ile jambo mimi kwa sababu ile sasa ni akili ya mtu mwenyewe, kwa kuangalia tu hivi Mikumi kweli tunaweza tukaenda. Basi nilifurahi, lakini ilifika mahali nikaikoza ile moyoni mwangu kwamba ikitokea amina, isipotokea amina. Lakini vile vitu vina watu wachache, hiyo hekima ina watu wachache. Lakini watu wengi ukimwahidi kitu anatamani kifanye. Na hiyo kitu ninakwambia sio kwamba ni hata mume wangu angekuwa hapa pembeni yangu, haijawahi kutokea kwenda huko Mikumi. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ilibidi nifike mahali nipotezee. Na kwa sababu nilikuwa nayaona kabisa maisha haya sio ya kutoka mtu au tukupelekwa Mikumi jamani. Umeona? Kwa hiyo ndoa nyingi udanganyifu umekuwa mwingi. Na hilo ni kosa, na ndilo ambalo linasababisha ndoa nyingi zinafanyaje? Zinatetereka sana, zinakuwa na makandokando mengi. Kwa hiyo kwa kifupi, kwenye ndoa tusidanganyane. Tuwekane wazi mali zako ulizonazo. Hata kama wewe unatengenezaga matembele, unachumaga matembele unaenda kuuza, mwambie tu ukweli. Kama anakubali akubali kwa jinsi ya hali yako ilivyo. Karibu Tabora, karibu Toronto.